Asubuhi unatakiwa uiombee akili yako ipokee vitu vilivyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaimba hiyo tenzi, kiti chako cha rehema, kila mmoja kitafakari na kila mmoja aombee akili yake kwamba ipokee kile Mungu alichokusudia upokee kwa siku hizi 5. Karibu. Kiti chako cha rehema Wako watu wanatuzuia kwenye maisha yetu. Wako watu
Bwana. Watakapoenda natoa viambaza kila mahali Yesu. Watakapokanyaga natoa viambaza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafungua akili zao, nafungua ufahamu wao, nafungua Bwana, nafungua Yehova, nafungua Mwamba. Wako kwenye madhabahu yako, wamekuja kupokea, wamekuja kula, wamekuja kunywa. Waione faida ya kukutumikia Jehova, waione faida ya kutembea na wewe, waione faida ya kuanza na wewe, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nafungua akili zao, nafungua ufahamu wao, nafungua uelewa wao, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Na achilia mkuu na uweze na mamlaka. Wewe ni Mungu Baba, tembea pamoja na katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Ninaomba tukae. Mwana kondoo ameshinda. Kanisa, mwana kondoo ameshinda. Nilikuwa ninatamani sana kwamba leo tungejenga msingi wa somo letu. Tujenge msingi wa somo letu, lakini baada ya kujenga ule msingi wa somo letu ndipo tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andika athari za ukabila. Andika athari za ukabila. Ziko athari nyingi zinazosababishwa na ukabila, kwenye dini, kwenye siasa na kwenye ajira. Ziko athari nyingi zinazosababishwa na ukabila. Lakini kabla hatujaenda mbele, andika hicho kichwa, athari za ukabila. Kuna vitu vingi ambavyo nitakueleza ili tujenge msingi mzuri. Kuna vitu tutajenga msingi kuanzia leo, ili tunapoendelea tuwe tunajua tunazungumza kitu gani. Niseme nilipopata maono ya kueleza somo, nimejitambulisha mwanzo kwamba mimi naitwa Modesto Jason Nyocho. Mimi nimetoka kwenye hayo mazingira, kwenye hizo madhabahu, kwenye hayo mazingira ya ukabila. Huko mimi ndiko nilikotoka. Kwenye hizo madhabahu mimi ndiko nilikotoka. Mimi ni mtoto wa chifu, ni familia ya kichifu. Kwa hiyo maisha yangu yote nimeishi huko. Kwa hiyo niliendelea kupambana namna ya kujitoa kwenye hayo mazingira ambayo mimi niliishi. Haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu sana kujitoa kwenye hayo mazingira niliyokuwa ninaishi. Lakini Mungu amenipa neema ya kutoka kwenye hayo mazingira. Na mimi natamani na wewe upate neema ya kutoka kwenye hayo mazingira. Na mimi sijui kwamba unatoka kwenye mazingira gani. Ninaomba tujenge msingi. Andika athari ya ukabila. Na msingi wetu tutajenga kwenye kitu kinachoitwa madhabahu. Ndiko tutakapojengea msingi wetu ili tuweze kuendelea. Madhabahu ni mahali patakatifu pa ibada ambapo sadaka hutolewa au sala hufanyika. Madhabahu ni mahali patakatifu pa ibada ambapo sadaka hutolewa au sala hufanyika. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini ni sehemu ya ibada katika dini mbalimbali. Yaani madhabahu ni sehemu ya ibada kwenye dini mbalimbali. Ziko dini nyingi, lakini katika madhabahu yoyote,
katika madhabahu yoyote lazima kuwe na vitu vitano. Katika madhabahu yoyote ile unayoiona duniani, iwe ni madhabahu ya siasa, iwe ni madhabahu ya ajira, iwe ni madhabahu ya ukoo, iwe ni madhabahu ya familia, kila namna ya madhabahu lazima kuwe na vitu vitano. Katika madhabahu yoyote lazima pana Mungu wa madhabahu, pana wahusika, pana washirika wa madhabahu, kuna kuhani wa madhabahu, kuna kiongozi, na kila madhabahu inatolewa sadaka, na kila madhabahu ina nguvu. Nataka nijenge msingi huko tunakoenda, kwa sababu kuna vitu tutakwenda kuvifanya, lazima tujenge msingi kwanza. Kwa hiyo hivi vyote tukizungumza asali za ukabila, tunazungumza madhabahu ya watu fulani, tunazungumza madhabahu ya dini fulani. Tunapozungumza asali ya siasa, tunapozungumza asali ya ajira, watoto wetu wanapita na bahasha, tunazungumza madhabahu ya watu fulani. Na madhabahu ni kitu kinachooperate, na madhabahu ni kitu kinachoishi, na madhabahu ni kitu kinachooperate, na madhabahu ni kitu kinachoishi, na madhabahu inaishi miaka mingi sana. Yaani roho zinaishi kwa miaka mingi sana, hakuna muda wa roho kuisha. Roho zinaishi matilioni na matilioni, mabilioni na mabilioni, roho zinaishi. Kwa hiyo huwezi kusema roho zimefika mwisho. Yaani madhabahu zinaoperate miaka na miaka, madhabahu zinaoperate. Kwa hiyo tutakapoendelea na semina yetu, ndio vitu ninavyotamani kwamba tujue kwamba tunazungumza kitu gani. Tunapozungumza ukabila, tujue tunazungumza kitu gani. Tunapozungumza desturi, tujue tunazungumza kitu gani. Tunapozungumza mila, tujue tunazungumza kitu gani. Kwa hiyo ili tujue tunazungumza vitu gani, lazima tujue kitu tunachozungumza tunataka kuzungumza kwenye madhabahu. Nimesema kwenye madhabahu kuna vitu vitano vinafanya kazi. Mwana kondoo ameshinda. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, kichwa cha somo letu kinasema asali za ukabila. Lakini nimeona tujenge kwanza msingi. Hatuwezi kuangalia ukabila kama hatujaangalia madhabahu, kwa sababu makabila yote yanaoparetiwa na madhabahu. Makabila yote, koo zote unazoziona duniani, iko madhabahu inayooperate huo ukoo. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Ndio maana nimesema tuombee akili zetu. Ni mara chache sana kuyakuta masomo haya, na ni masomo ambayo yanahitaji Mungu afanye kazi katikati yao. Ni masomo ambayo asili yake lazima tuichimbe ndani ili tupate kuelewa. Sisi tuna madhabahu yetu tunayoita Iganjo. Sasa kwenye madhabahu zetu zile za Iganjo, kuna mtu anakuwa kiongozi wetu, anakwenda kutusemea, anakwenda kutoa matambiko kwa ajili ya familia. Huyu anatamka familia nzima, haijalishi mtoto anazaliwa, haijalishi yuko tumboni, haijalishi hajazaliwa, haijalishi yupo, anatamka. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba hata kama unaishi, kuna kabila umetokea. Hata kama unaishi, kuna ukoo umetokea. Na kwenye ule ukoo kuna vitu wamevizungumza, kuna vitu wamevitamka, kuna vitu wamevisema kwenye madhabahu yako. Hata wewe pasipo kujua umeingizwa kwa siri. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Ndio maana nimesema lazima tuombee ufahamu wetu, ili Mungu aingize kile tunachotamani kiingie.
Na mimi ninatamka kwa mamlaka Mungu alitupa kwenye madhabahu, lazima hivi vitu ving'oke wiki hii. Lazima viondoke. Lazima hivi vitu viondoke. Na ukitaka kanisa liende, ukitaka madhabahu iende, lazima hivi vitu viondoke. Kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanaviishi. Yaani ni maisha ambayo watu wanaishi bila kujua, bila kufahamu, bila kuelewa, bila kujitambua kwamba ni kitu gani kinaniendesha, lakini anaendelea kuishi. Siku moja nilikuwa nipo nimekaa, wakaja wakaniambia hivi kwamba tunataka tujenge eneo la makumbusho la Wasafu wa Dar es Salaam. Lakini nikakaa nikatafakari, nikasema ndio, lakini nikagundua kwamba hii wanayozungumza, hii wanayoisema ni madhabahu. Ni madhabahu kabisa. Ni madhabahu kabisa. Mwana kondoo ameshinda. Kwa hiyo nilitamani sana kwamba tujenge msingi huu, kwamba tujue kitu tunachozungumza, tunakwenda kuzungumza madhabahu. Tusome kile kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 34. Kitabu cha Kutoka sura ya 34. Tuone Musa anazungumza nini na wana wa Israeli. 34, nitasoma kuanzia mstari wa 11. Anasema, liangalieni neno hili nililokuamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Mwamori, Mkanani na Muhiti na Mpelezi na Muhizi na Myebusi. Ujiazari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea. Lisiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao, maana hutamwabudu Mungu mwingine. Mwana kondoo ameshinda. Huyu ni Musa anawaambia wana wa Israeli, analiambia lile kundi kwamba kweli tunatoka tunaenda kwenye mji, lakini kule tukifika tutakuta wenyeji, tutakuta watu wanaishi. Hatutakwenda kama sisi waanzilishi, tutakwenda tutawakuta wenyeji wa mji. Lakini Mungu anampa maelekezo, anamsaidia, anampa maelekezo, anamwambia Musa, utakapokwenda huko uendako utawakuta wenyeji wa mji. Utawakuta wenyeji wa mji, wana miungu yao, wana mambo yao, wana vitu vyao. Lakini anamwagiza Musa, anasema wewe Musa, usiwe na miungu mingine. Mwana kondoo ameshinda. Haleluya. Nataka tujenge msingi. Huu ni msingi wa hili somo, kwamba Mungu anamwambia Musa, anamwelekeza Musa jambo la kufanya. Na Mungu leo anatuambia sisi, anatuelekeza sisi jambo la kufanya. Anasema msiwe na miungu mingine. Mmeacha vitanda na magodoro, msiwe na miungu mingine. Muwe na Mungu mmoja, na Mungu aliye hai. Amen. Kwa hiyo anajaribu kutuambia hivyo. Sasa tusogee mbele kidogo. Tujenge tena msingi kwenye athari za ukabila. Kwa hiyo tutakapokuwa tunatembea tusiwe wageni sana. Tusome kile kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 23. Naomba mmoja some. Naomba karibu some. Mwanzo 25 mstari mmoja wa 23. Mwanzo 25 Maandiko anasema, Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu
watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Mwanakondoo ameshinda. Ninatamani leo tujenge msingi ili tunapokwenda mbele tusipate shida. Huyu ni Yakobo, hawa ni Esau na Yakobo, wako tumboni mwa Raheli. Walipokuwa wako tumboni, wakawa wanagombana, wakawa wanapigana. Wako tumboni mwa mama, ni mapacha, wanagombana, wanapigana. Ndipo anaposema kwamba tumboni mwako kuna mataifa mawili, kuna makabila mawili humo tumboni, na anasema kwenye hayo makabila, mkubwa atamtumikia mdogo. Kumbuka hawa watu wawili, mmoja alikuwa mwindaji na mwingine alikuwa yuko hawindi, lakini yuko nyumbani anafanya kazi kwa ustadi, na mama yake alikuwa anampenda sana. Lakini anajaribu kutuambia kwamba humo tumboni mwako ulimo yako makabila mawili, na anasema kabila la huyo mdogo ndilo huyo mkubwa atakayelitumikia. Huyu ni Mungu anaagiza, huyu ni Mungu anatoa maelekezo kuhusiana na makabila. Na ukisoma kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 25, anasema nawe ulinena kwa Baba Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi, mbona mataifa wamenena ghasia na makabila wametafakari ubatili? Ni maneno ya Mungu yanasema, nawe ulinena kwa Baba Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi, mbona mataifa wamenena ghasia na makabila wametafakari ubatili? Huyo ni Mungu anatamka hivyo. Tujenge tena msingi kwenye neno la Kutoka 15 mstari wa 5. Kutoka 15 mstari wa 5. Biblia inasomeka hivi: sasa basi, mkiwa mtatii sauti yangu na kweli na kushika agano langu, hapo ndipo nitakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote ni mali yangu. Sasa basi, mkiwa mtatii sauti yangu na kweli na kushika agano langu, hapo mtakuwa tunu kwangu. Kutoka sura ya 19 mstari wa 5. Anajaribu Mungu anawaambia, anawaelekeza wana wa Israeli. Anasema kama mtatii, kama mtakubali, kama mtakaa vizuri, mkatembea na hayo maagano yangu, nitakuwa Mungu wenu. Nitakuwa Mungu wenu kwa kila kabila, nitakuwa Mungu wenu kwa kila ukoo, nitakuwa Mungu wenu kwa kila familia. Mungu anawaambia wana wa Israeli, anawajulisha habari hizi. Tuangalie kitabu cha Hesabu sura ya 26 mstari wa 55. Kitabu cha Hesabu sura ya 26 mstari wa 55. Ninaomba mmoja some. Hesabu 26. 26:55 imeandikwa, lakini nchi itagawanywa kwa kura kwa majina ya kabila za baba zao,
ndivyo watakavyopata urithi. Mwana-kondoo ameshinda. Huyu ni Mungu. Mungu hakugawa makabila kwa bahati mbaya. Mungu aligawa makabila kwa malengo. Hakugawa tu kama amegawa. Yaani wewe husemi Msafa kama Msafa tu, husemi Mchaga kama Mchaga tu, husemi Mnyakyusa kama Mnyakyusa tu, lakini Mungu alikuwa na malengo ya kugawa haya makabila. Kwa hiyo tutakapotembea huko mbele tutaona mpango wa Mungu ulikuwa ni nini kugawa haya makabila. Alikuwa anataka kufanya kitu gani? Alikuwa anajadili nini mpaka anagawa haya makabila? Anawaambia hivi. Na somo letu nimesema kwamba ni athari za ukabila kwenye ajira, kwenye dini na kwenye kabila, kwenye dini na kwenye siasa. Tunaona Mungu anagawa haya makabila 12 ya wana wa Israeli. Kule tumeona Mungu anayagawa makabila wakiwa tumboni mwa Eli akina Yakobo. Na huku tunaona Mungu anagawa makabila 12 ya wana wa Israeli. Na anagawa kwa mpango, anagawa kwa mikakati, anagawa kwa nia njema. Na tumeangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu wanasema kitabu cha Matendo ya Mitume, ukiangalia kule mwishoni anasema makabila wametafakari ubatili. Mungu hakuweka makabila ili watafakari ubatili, lakini makabila yanatafakari ubatili. Sio mpango wa Mungu. Wamejitafutia wao wanadamu kutafakari ubatili. Mwana-kondoo ameshinda. Mwana-kondoo ameshinda. Kwa hiyo leo ninavyotamani kujenga msingi huu wa kuangalia namna ambavyo ukabila unaiathiri kanisa, namna ambavyo ukabila unaathiri ajira za watoto wetu, namna ambavyo ukabila unaathiri familia, namna ambavyo ukabila inaathiri kwenye siasa, namna ambavyo kila mazingira ambayo tunapita kuangalia jinsi inavyoathiri. Kadiri ya makabila tunavyoangalia jinsi wanavyoathirika na huo ukabila. Kwa hiyo tutakapoendelea, tutakapokuwa tunatembea, tutajua tunapata ufumbuzi gani ili kuondokana na hivyo vitu, kwa sababu kuna vitu vingi sana vinavyotuzunguka, ndio maana hatutoki kwenye hiyo asili. Kuna vitu vingi sana vinavyotuzunguka, ndio maana hatutoki kwenye hiyo maingilizi ambazo waliingilia, kwenye maagano ambayo waliweka. Ndio maana hatuwezi kutoka, kwa sababu hatufahamu vizuri kwamba kile tunachokiamini ndicho kipo sahihi au hakijawa sahihi. Mwana-kondoo ameshinda. Mwana-kondoo ameshinda. Mwana-kondoo ameshinda. Lakini ngoja nikupe vitu vingine ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako. Nikupe vitu vingine ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako. Unaweza ukaniuliza kwamba unazungumza habari za mila, unazungumza habari za desturi, unazungumza habari za ukabila. Haya yamepatikana wapi? Mila ni mambo yanayofanywa na jamii na watu kwa mujibu wa asili yao na utamaduni wao. Mila ni mambo yanayofanywa na jamii na watu kwa mujibu wa utamaduni wao. Hiyo ndio tunaita mila. Desturi ni jambo lolote mtu hufanya kawaida. Yaani desturi mtu anaona kawaida. Yaani kuna watu wanafanya uzinzi wanaona kawaida. Kuna watu wanaiba wanaona kawaida. Kuna watu wanapita kwenye mashamba ya watu wanavuna maharage wanaona kawaida. Kuna watu wanabeba vyakula vya watu wanaona ni kawaida. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wanaona ni kawaida. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo vinaendelea. Na ukabila ni matendo au fikira ya mtu kuthamini kabila lake mwenyewe na kuwabagua watu wa makabila mengine.
lazima tujenge, lazima tufahamu kwamba hiki tunachoongelea ni kitu gani. Tunaongea ukabila ni matendo au fikra ya mtu kusamini kabila lake mwenyewe na kuwabagua watu wengine na wakabila mengine. Ndio hicho tunachoita ukabila. Kwa hiyo leo nilikuwa ninatamani sana kwamba tujenge msingi huu ambao utatusaidia kwamba ukabila ni matendo au fikra ya kusamini kabila lake mwenyewe, yaani anasamini wa kwake mwenyewe. Huo sasa ndio tunaita ukabila. Mwana kondoo ameshinda. Kwa hiyo ninatamani kujenga huu msingi. Kutakuwa na vitu vingi tutakavyojifunza kwa wiki hii. Tutajifunza asili ya ukabila, lakini ndani yake tutakutana na mambo mengi kwa wiki nzima. Tutakutana namna watu wanavyoweza kuvalishwa ukabila. Tutakutana na jinsi watu wanavyofanya maagano. Tutakutana na vitu vingi kwenye hili somo. Kwa hiyo kwa leo tunapojenga msingi, natamani kwamba tutembee pamoja, tuende pamoja, tusafiri pamoja, ili tunapojifunza somo hili litusaidie. Yamkini ulikuwa unatembea hukujua asili ya ukabila, ulikuwa unatembea hukujua tatizo la kusamini desturi zao na maisha yako, ya kusamini kile cha kwako tu, hukujua asili zake. Lakini natamani wiki hii Mungu atusaidie tutambue na kujua, tufahamu asili ambazo zinatusukumia pembeni na Mungu, tujue vitu ambavyo vinatusukuma nje na Mungu. Kwa sababu tukitembea kama desturi kwamba tunakwenda kanisani tunasikiliza, tunakwenda kanisani tunaabudu, tunatembea kama desturi, kwa sababu desturi ni kawaida, unaona kawaida. Lakini kuanzia wiki hii na muda huu na juma hili zima tusione kawaida. Mungu apigwe pale tunapoona sasa tumeshindwa. Mungu ndiye aanzia hapo kwa pale tufanye kazi pamoja na sisi. Mwana kondoo ameshinda. Kwa sababu viko vitu vingi sana tunaviona kawaida. Yaani unaona kawaida. Na mimi ninasema kwenye madhabahu hii, adui mkubwa wa kanisa kwenda mbele, adui mkubwa wa maisha kusonga mbele ni ukabila. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ndiye adui kubwa ambaye tunatakiwa tupambane naye kupita kawaida. Achana na maadui wengine, lakini adui ukabila ni adui hatari. Nakumbuka Rais Magufuli alitamka siku moja, akasema adui wa maendeleo kwenye nchi hii ni ukabila. Hili ni tatizo. Ni tatizo. Kwa hiyo ninatamani wiki hii tutembee vizuri na Mungu. Mungu atuelekeze, atujulishe namna ya kutoka kwenye haya matatizo. Ninaamini wiki hii lazima tutoke kwenye haya matatizo. Kwenye ukabila nimetafakari sana swala la ajira. Watoto wetu wanahangaika usiku na mchana. Watu wanalia, watu wanaomboleza, watu wanajuta. Kwa nini watoto wetu hawafanikiwi? Wanapita na bahasha, wanatembea huku na huku, wanatafuta ajira usiku na mchana. Hawajui watoto wetu kitu gani kilimbilizuru. Lakini natamka juma hili lazima tuone ajira za watoto. Kuna kitu kilitamkwa. Wewe unatembea kama unaenda mbele tu, lakini kuna vitu vilitamkwa nje ya pazia. Wewe huvijui. Kuna vitu walitambika, wewe huvijui na wala huvifahamu na wala uelewi, umeendelea kuishi. Lakini natamani wiki hii Mungu atufungue ili tujue na tufahamu ni kitu gani kimetuzuia tusifanikiwe. Ukabila ni hatari, hujapata kuona. Hujapata kuona. Ukabila ni hatari, hujapata kuona. Yaani ukiona taifa tunalia, ukiona taifa tunajuta, shida iko hapo. Nchi hii tuna bandari, nchi hii tuna dhahabu, nchi hii tuna kila kitu kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe. Yapo maagano mabovu, yapo maagano mabovu
lazima niende kinyume na maagano mabovu. Nikamwambia Mungu nikague. Sio jambo jepesi kuomba Mungu akukague. Nikasema Mungu nikague, kama nimekosea Mungu nikague. Kama nimekosea Yesu nikague. Ukinikagua wewe nitakuwa niko salama. Na wewe mwambie Mungu akukague. Ni jambo gumu kumwambia Mungu nikague. Lakini ukimwambia Mungu nikague, yeye atakupa maelekezo. Mungu alinionyesha nimekwama kwenye ile eneo. Miezi 8 na apply kwenye ile eneo. Sijanyamaza kimya. Nikamwambia Mungu, na maana gani? Nitakwenda kuambia na nini watu? Lakini Mungu akaniambia, mwanangu toka. Akasema, mwanangu nenda. Watu wanahubiri mafanikio usiku na mchana, lakini hawagusi mzizi wa tatizo. Taifa kwa nini liendelee? Watu wanazungumza mafanikio, kila ibada wanazungumza mafanikio, lakini hawazungumzi kitu ambacho kinafanya watu hao wamepata mafanikio. Haleluya. Amen. Haleluya. Viko vitu vinazuia usifike Mungu alikokusudia uende. Viko vitu vinazuia. Lakini naangalia kwa akili na ufahamu kwamba ni vitu gani vinazuia. Lakini mimi nakwambia leo, vitu vinavyokuzuia ili usiende, kuna mila na desturi. Kuna mila na desturi zinakuzuia ili usiende. Kuna ukabila uko ndani yako. Hata wewe ujui, hata wewe ufahamu, lakini unakuta tu unatumika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanakuta wanasema kabila letu, kabila letu. Ukiwauliza hiyo umeikuta wapi? Wanatumika hata wao bila kujua. Yaani shetani amewaoperate hata wao hawajui. Hata ukiwakuta ukiwauliza hiki mnakijua, wanasema na hata sisi hatukijui. Lakini shetani anaoperate. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimetembea nacho. Nilikuwa najiuliza nitakwenda kuambia nini watu na maisha yao ndimo humo wanamoishi. Lakini Mungu akaniruhusu. Akasema nenda ukawaambia watu. Ukawajulishe hizi habari. Na kila wakati nilikaa nikitafakari na jiulizaga. Nasema mimi Wamoravian wamenileta hapa chuoni. Wanatumia gharama zao nyingi. Nitawalipa nini? Lakini Mungu akaniambia, hili somo ukitembea nalo, hili somo ukiwaambia ndugu zako, utakuwa umewasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili somo sio somo la kawaida kama unavyodhani. Sio somo la kawaida kama unavyodhani. Ni somo ambalo tunatembea nalo wiki hii, lakini ni somo ambalo limebeba maisha yetu. Ndio maana nimesema lazima tuombee akili, kwa sababu kwenye akili ndiko kuna kila kitu. Tazama Farao alisema, akasema natafuta mtu mwenye akili kwenye hili taifa. Akamuona Yusufu akamchungulia. Akasema huyu ndiye ana akili, anaweza katunza, anaweza kaleta chakula, anaweza kaweka galani chakula. Huyu ndiye ana akili. Ndio maana nimesema lazima tuombee akili zetu zikae sawa sawa. Akili zetu zikikaa sawa sawa, Yesu atapenya, Yesu atatembea, Yesu atatufundisha, Yesu atatujulisha kwa wiki nzima. Unafanya biashara, unatoka usiku na mchana, kila unapofanya ufanikiwe. Nilizungumza na ndugu yangu mmoja, akasema mdogo wangu nimelima miaka zaidi ya 20. Kila anapolima, lakini ukiangalia kwenye nyumba yake ameweka magunia, ameweka mifuko huko pembeni. Hata dirisha hajanunua, ana miaka 20. Hata dirisha moja hivi hajanunua, ana miaka 20. Mmoja akasema kwenye familia yetu tangu mdogo mpaka mkubwa hakuna anayemiliki pikipiki. Anasema hivyo kawaida, lakini kumbe kuna vitu vinaoperate. Kuna vitu vilitamkwa, kuna vitu vilisemwa, kuna vitu vilizungumzwa, yeye hajui. Haleluya. Amen. Yule aliyekaa miaka 20 hajafanya lolote. Siku moja nikamwelekeza hivi,
nikasema lazima kitu unachotakiwa kufanya, lazima uikatae hii hali na uikatae wewe mwenyewe. Useme siko tayari kutembea hivi, nataka nibadilishe. Siko tayari kutembea familia inapokwenda, hata kama walitamka, hata kama walizika, hata kama waliweka maagano, siko tayari kutembea hivi nilipotembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema lazima nikatae. Kwa hiyo na mimi nawaambia lazima tuikatae hii hali. Tukiikataa hii hali tutakwenda vizuri. Hapatakuwa na ugomvi kanisani. Hapatakuwa na chochote kibaya kanisani, kwa sababu tukitembea vizuri kwenye hii hali itakuwa amani. Utakuwa utulivu, itakuwa haki. Kwa hiyo natamani wiki hii tutembee vizuri kwenye hili eneo. Natamani wiki hii tutembee vizuri kwenye hili eneo. Inaweza kuwa ni wiki ya ufumbuzi kwetu. Na kila siku unapokuja kwenye madhabahu, Mungu kuna kitu anatengeneza. Kuna kitu mimi nasemaga hivi. Nasema lazima upate faida kumtumikia Mungu. Lazima upate faida kumtumikia Mungu. Kama unamtumikia Mungu huoni faida, kama unamtumikia Mungu huoni kukutoa kwenye shida, kama unamtumikia Mungu huoni kutoka kwenye changamoto, lazima ujikague. Kuna shida gani? Kuna tatizo lipi? Namtumikia Mungu usiku na mchana, naona biashara haiendi. Namtumikia Mungu usiku na mchana, sioni nabadilika. Namtumikia Mungu usiku na mchana, sioni mageuzi. Kuna nini? Natamani wiki hii tutoke kwenye hilo. Ninatamani wiki hii tutoke kwenye hilo. Amen. Ninatamani wiki hii tutoke kwenye hilo. Amen. Watoto wetu wanapita bahari na bahasha usiku na mchana, hawapati kazi, wanahangaika. Ninatamani wiki hii tutoke kwenye hili eneo. Kama kuna watu wameshikilia watoto wetu, kama kuna watu wameshikilia hazina yetu, kama kuna watu wameshikilia mafanikio yetu, natamani wiki hii tuone mafanikio yetu. Tuone Mungu akitenda. Tuone Mungu akifanya. Nilikuwa natamani kuweka msingi kwamba tutakapokwenda mbele tujue tunaondoka na nini. Tujue tunatembea na nini, tujue kuna kitu gani kitaendelea. Na tutakapoendelea mbele, tulete na watoto wetu. Natamani watoke kwenye hayo maagano ambayo mwashikilia. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya maombi sana. Tunasoma neno kidogo ili tuweze kutoka mahali shetani alipotushikilia. Kwa hiyo lazima kwenye maeneo haya ya Iungu, lazima watu watoke kwenye ukabila. Lazima watu watoke kwenye mila na desturi. Lazima watu watoke kwenye vitu vilivyowashikilia. Lazima watu watoke kwenye maeneo ambayo hawaoni mabadiliko kwenye maisha yao, waanze kuona mabadiliko. Ndivyo ninavyotamani. Kwa hiyo wiki nzima tutatembea kwenye hayo maeneo. Tutatembea kwenye hayo maeneo kwa wiki nzima. Kwa hiyo leo nilitamani kujenga msingi kwamba unapoondoka kwenye madhabahu hii ujue tumetengeneza msingi. Haleluya. Kwa hiyo yako mambo mengi sana ambayo tutazungumza kuhusiana na asili ya ukabila. Kwa hiyo tumejenga msingi huu, tutaendelea kufundishana siku hadi siku. Na ninatamani kila tutakapofika kwenye madhabahu hii, kila tutakapofika lazima tuondoe hili jiwe ambalo limetukalia muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe kwa watoto wetu, tuondoe kwa waume zetu, tuondoe kwenye familia, tuondoe kwenye kanisa, tuondoe kwenye nchi, tuondoe kwenye utawala, tuondoe kwenye ajira, tuondoe kwenye mifumo yote inayopeleka maisha yetu. Kwa sababu hii ni mifumo. Uwezo ukakwepa. Yaani siasa uwezo ukakwepa. Ukabila huwezi. Ajira huwezi. Kwa hiyo kila mifumo huwezi kukwepa. Kwa hiyo natamani wiki hii tutoke kwenye hayo maeneo. Tutoke kwenye hiyo mifumo. Tukiwepo Iungu, tuwe ni watu wengine ambao tumetoka kwenye hiyo mifumo. Kwa hiyo kwa wiki nzima hii, kwenye semina hii, nitatembea na hivyo vitu.
lakini nimeujenga msingi wangu kwenye madhabahu na kuona makabila kidogo yalivyotokea. Kwa sababu mtu anaweza kusema mimi ni Mchaga lakini hajui Uchaga ulitokea wapi. Mimi ni Msafa lakini hajui Usafa ulitokea wapi. Mimi ni Mdali hajui Udali ulitokea wapi. Lazima ujue asili yako ni nini. Haleluya. Kwa hiyo mimi ndugu zangu nimeishi sana kwenye hizo madhabahu. Kama nilivyosema ni mtoto wa chifu, kweli ni mtoto wa chifu. Kwa hiyo nimekulia kwenye hizo madhabahu za Kisafa. Nimeishi kwenye hizo madhabahu za Kisafa mpaka hapa nilipofika umri huu. Hata yawezekana wanapokuwa wamekusanyika kwenye madhabahu yao na mimi wananitaja, hawawezi kukosa kunitaja. Hawawezi. Yaani wakikaa wakizungumza kwenye ukoo wao, mimi hawawezi kunitoa kwa sababu DNA za kwangu na za kwao ni sawa. Wanatambika, wanasema, wanamwambia Mungu wao mkumbuke na mtoto wetu. Sio kwamba hawasemi, wanasema, lakini lazima tuangalie namna ya kulitoa hilo jiwe, namna ya kuondoka kwenye hiyo mifumo, namna ya kujifunua kwenye hiyo mifumo, namna ya kuondoka kwenye hiyo mifumo. Lazima tujue. Watu wengi wanaingia makanisani na kutoka, hawajui mifumo ya kufumua zile madhabahu zilizotengenezwa. Hawajui. Mimi mlokole, sawa, mlokole, lakini utoki kwenye DNA za baba zako. Hutoki kwenye madhabahu za baba zako. Hutoki kwenye madhabahu walizotengeneza. Hutoki. Kwa hiyo lazima tujue namna ya kuzitoa kwenye hizo madhabahu. Tujue namna ya kujinasua kwenye hizo madhabahu. Tujue namna ya kwenda mambo ya pili kwenye hizo madhabahu. Lazima tujue. Naomba tusimame. Nimepitiliza dakika nyingi na mimi ni muumini wa muda. Ni muumini wa muda. Mnakondoa mishina. Kwa hiyo tutatembea na hivyo vitu. Mungu atusaidie. Atutie nguvu. Ninaomba tuombe. Jehova Mungu wetu jemedari, Bwana wa vita, asante kwa ajili ya neema. Umetufundisha kwa mipaka na kwa sehemu. Asante kwa uaminifu wako. Mtoto wako nimesimama kwenye madhabahu hii. Nimesimama Bwana, nimesimama Jehova. Ninaomba Mungu usiniache na wewe usinipungukie. Ninawaleta watoto wako mikononi mwako. Ninajua viko vita Bwana. Ninajua yako maimbilizi Bwana. Na vitoa hivyo vita kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana usiwaache na wewe usiwapungukie. Wengine wameacha biashara, wengine wameacha kazi zao. Wanataka faida ya kutumikia katika jina la Yesu. Ziko roho za malipizi na visasi, nazing'oa kwa jina la Yesu. Nazing'oa kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana usiwaache. Ninaomba Yesu usiwaache. Naomba Jehova usiwaache. Ninawasogeza mbele zako. Waanze na wewe asubuhi ya leo. Watembee na wewe asubuhi ya leo. Wakae na wewe asubuhi ya leo. Wamekuja kwenye madhabahu, wamesema Yesu unatosha. Wamesema Yehova unatosha. Wamesema Baba unatosha. Tunajenga msingi. Bwana tukumbuke watoto wako. Yesu naomba tukumbuke watoto wako. Wako wagonjwa na wadhaifu, wengine wako majumbani hawawezi. Lakini Bwana, tunalituma neno lako likafanya operation. Walishikia tangazo hili jana, lakini wamelala nyumbani. Tunatuma operation za jina la Yesu. Tunatuma operation za jina la Yesu. Ninaomba Bwana walete, ninaomba Yesu walete watoto wako. Nilete kanisa lako, ukatulete pamoja. Unasema tazama ilivyo vema ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Ndivyo unavyopenda Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Mungu wangu, maneno haya niliyowapa yakapata kibali mbele zako katika jina la Yesu. Asije adui akatoa, asije adui akaondoa, asije adui akaharibu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninawaacha mikononi mwako Yesu. Watunze Yesu, wapiganie Yesu, tembee pamoja nao katika jina la Yesu. Tunapolianza wiki hili likawe wiki la baraka, likawe wiki la kufanikiwa, likawe wiki la baraka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Fungua akili zetu, fungua ufahamu wetu, fungua uelewa wetu, fungua kila sehemu ambapo tumekwama kwa jina la
la Yesu. Tumekwama maeneo mengi. Ninaomba Bwana tukumbushe, ninaomba Bwana tutengeneze, ninaomba Bwana tuponye, ninaomba Bwana tuushe kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wanapotoka kwenye madhabahu hii wakafanikiwe mno, wakaone mkono wako, wakazione nguvu zako, ukafanya operation, ukafanya ufumbuzi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wameacha vitanda, sio wamekuja bure kwenye madhabahu zako, wamekuja kukutumikia. Yesu wa Nazareti, ninajileta kwako, ninawakabidhi kwako, ukawatunze, ukawapiganie, ukawafunike, ukatembee pamoja nao katika jina la Yesu. Yako maimbilishi, ziko roho za mauti, iko mitego, iko mashimo imechimbwa kwa ajili yao. Ninafukia tangu leo, tangu sasa, wanapotoka kwenye madhabahu hii, wakabarikiwe mjini, wakabarikiwe mahali popote, kwenye biashara zao, kwenye mashamba yao, wakabarikiwe. Ardhi hii ikawapokee kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na achilia damu yako kwenye akili za watoto wako, na achilia ufahamu, na achilia maono. Unasema Bwana, unatafuta mwenye akili, na kwenye madhabahu hii natamka kama kuhani, lazima wenye akili na ufahamu watoke, lazima wenye ufahamu watoke kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Umesema nitabariki hata uzao wenu, hata watoto wenu, nanyi mtatawala. Natamka kwa mamlaka ulionipa Kristo, hawa ni viongozi wako, hawa ni watawala, hawa Bwana, ukajalie ufahamu, ukajalie neema mahali popote wanapopita. Kwenye viuno vyao watoke mawaziri, watoke wakurugenzi, watoke watu wakubwa kwenye hili taifa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatamka kwenye madhabahu hii kwa mamlaka ulionipa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Na kwenye madhabahu ya Bwana yuko kuhani, Yesu mtunze, Yesu mpiganie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia umoja, achilia upendo, achilia mshikamano, watembee pamoja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kwenye mafunzo haya ya wiki nzima, na achilia damu yako, na achilia nguvu yako, ukawatoe kwenye hayo magereza, ukawatoe kwenye hayo maagano, ukawatoe kwenye hizo shida, ukawatoe kwenye hayo matatizo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Okoa mmoja mmoja, okoa mmoja mmoja, okoa mama yule, okoa baba yule. Kwenye madhabahu hii tunatamka baraka kwa jina la Yesu. Mungu usiwaache moyo sote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Yesu makofi. Kwa ajili ya maelekezo haya, Bwana asifiwe. Tumezoea kujifunza masomo ya aina fulani, lakini leo Mungu ameamua tufundishe juu ya athari za ukabila. Bwana asifiwe. Kuombe uendelee kutafakari, usione kama kitu cha kawaida kwako juu ya athari za ukabila. Ukabila umefunga vitu vyetu vingi sana, unaweza usielewe. Na mimi nimefurahi sana anapozungumza habari za athari ya ukabila, hasa kutoka kwenye chimbo alisema. Unajua, kuna neno moja nimeshika sana, anasema mimi hapa ni mtoto wa chifu. Wakienda kusali kule, hata kama niko shuleni ni mchungaji, wanasema wanaiambia miungu yao, mkumbuke mtoto wetu. Umeelewa kitu hicho? Yaani unaweza ukafikiri umejiondoa, ile miungu inakumbushwa, kuna mtoto inakuja kukufuatilia. Unaweza kukuta kila wakati unapita kwenye vita na misukosuko, lakini kumbe kuna namna. Na niwaambie ukweli, ukabila unatusumbua kwa kanisani sana, hasa kanisa la kwetu. Ukabila umekuwa na nafasi kubwa ya kusababisha kanisa lisitembee.
hasa ikifika miaka kama hiyo uchaguzi. Wewe nenda kaangalia huko, watu wanazunguka vitu wanavyojadili vya kijinga hapa, kuna maulidi. Yaani mtu yuko tayari kumchafua mtu kwa sababu tu analinda na kutetea kabila lake. Usifikiri ni kwa viongozi tu wa kanisa, mpaka huu mshirikani. Labda Iunga hapa kwa sababu sijakuwepo mnapochaguana. Lakini shirika zingine tulizopita, yaani ikifika mahali kwenye uchaguzi, mtu yuko tayari anamkataa ndugu aliyeokoka mwenzake wanaotenda kazi, hata wanaoishi naye kwenye maombi. Yuko radhi kuweka mtu wa nyumbani kwao hata kama ni mtu wa tabia ya ovu. Yaani unajiuliza hivi mpaka kwenye kanisa watu hawezi kuona namna hii. Unategemea kitu gani? Unakiona kinachoendelea kwenye nchi yetu. Unaweza kuona ule mfumo ukafikiri ni nini. Unajua watu ambao ufahamu wetu ni mdogo sana ni Wakristo. Huwa hatuelewani. Kuna wenzetu hawezi kumchagua mtu hata kama mko chama kimoja. Ikifika kwenye uchaguzi kule kwenye siri, hawezi kukuchagua wewe. Atapigania mtu wa kabila lake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo fika mahali huu unaelewa. Nenda sasa hizi kwenye ajira. Zinasumbua. Nilikuwa naongea na watoto wangu fulani, mmoja jana, mwingine juzi. Mwingine ameambiwa leta hela kadhaa ila pata labda mfumo huo. Mwingine anambia unafikiri utatoboa kwa namna hii? Wanapoleta usione mizengezengu inakuja mingi. Mara wanaanza kusema wafanye mitihani tena. Hebu wewe fikiria kwa lugha nyepesi, ukija katika hali ya kawaida tu. Maana mtu amemaliza chuo kikuu, amefanywa kila namna ya majaribio na ana cheti cha kile chuo kikuu. Wanaotaka ajira wanampa mtihani tena. Maana wana vikatata vio vyao kwamba vio vyao vimetoa watu wabovu. Hivyo nafikiri ni ndonia hiyo. Kuna kitu wanachokitafuta. Ile ni misingi tu ya kutafuta rushwa. Kwa nini tusijue awamu? Mbona mara ya kwanza? Kwani mpaka leo ukisema wale waliosoma inaonekana wamekaa muda mrefu tunataka tuwapime. Hata huyu anayesema tuwapime, mwalimu wake hakuchunguzwa. Aliajiriwa haraka akamfundisha, yeye leo yuko pale, yeye anataka wenzake wapime. Je, mwalimu wake angepimwa? Unaweza ukafikiri yani kuna vitu vingi vinatekelezwa asili yake ni mianya ya rushwa. Watu wanatafuta mianya ya rushwa. Nyinyi mnaona ni kitu cha kawaida. Mnaona ma-interview yanayotokea sasa. Wewe unafikiri kitu cha kawaida. Sasa unaanza kujiuliza, chuo watoto wana maana gani ya kwenda kusoma? Basi wajisomee huko, wasifanye mitihani. Wakishamaliza, zamani mtu alikuwa anaangalia CV zake. Ndio wanaangalia mtu alipokuwa shuleni, alikuwa na ufaulu wa namna gani? Alikuwa na ufaulu wa namna gani? Hivi mtihani wa siku moja unaweza kumfanya mtu afanye kazi? Ni kitu kisichowezekana. Anapimwa kwa muda. Mtu amekaa miaka 5, ni daktari miaka 5. Leo anatakiwa ajira, wanaanza kumpima tena upya. Ina maana wale waliomfundisha chuoni hawakuwa na maana. Unajua kuna mifumo inayoharibika kwenye nchi. Alafu tunaishabikiana, tunashangilia na tunasema tuko sahihi. Ukiwaambia watu njoo kuomba, anakuja kuomba kwa minajili ya chama chake. Kuna watu wanalinda chama, alafu watoto wake wamebana, hajawahi kuuliza kwa nini wanangu wamekamatwa na huu mfumo. Ni mfumo upi uliokamata? Hebu nikuulize, tangu umeanza kukipigania chama, watoto wako wakoje? Unawasaidia watoto wenzio? Mimi nataka nikwambie, wenzio wale wanaotafuta nafasi wanajua watafanya nini na watoto wao. Njoo tumwambie Mungu ashughulike juu ya taifa letu ili kila mtu apate nafasi. Lakini tukiendelea kulinda chama chetu kizuri, sijui chama gani, hatuwezi kutusaidia. Yesu pekee yake ana nafasi ya kutusaidia. Tunamshukuru mwalimu, naomba usimame, shika sadaka. Shika sadaka. Mungu akusaidie. Nadhani mliona hata unaweza kugundua kitu gani Mungu anakifanya. Shika sadaka yako. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ibada. Asante kwa ajili ya watu wako hawa ambao walishiriki ibada hii. Tunakushukuru kwa ajili ya somo ambalo Bwana umekusudia kutufundisha juu ya misingi ya ukabila, ilivyo na nafasi ya kuzuia haki katikati ya jamii, ilivyo na nafasi ya kuzuia nguvu yako ya utendaji, kwa sababu hakuna kabila lisilo na madhabahu yanayoshikilia na kuliongoza. Vile madhabahu za ukabila zinakuwa na nafasi kubwa mpaka kwenye kanisa. Kama watu wanapiganiana kwenye kanisa, wanawekana kwenye uongozi kwa misingi ya kabila, maanake zile madhabahu za ile kabila ndio zitakazoliongoza kanisa. Kama watu wanapambana kwenye nchi kuhangaika kumpa mtu uongozi kwa sababu ya kabila lao, maanake atakaposimama kwenye nafasi ile madhabahu ya ile kabila ndio atakayoongoza. Mungu tusaidie kuondoa hizo roho. Tufike mahali tuongozwe na wewe. Niondoe roho ya ukabila kwenye kanisa.
iondoe roho ya ukabila kwenye nchi yetu, iondoe roho ya ukanda, ondoa roho ya umimi na ondoa roho ya ubinafsi. Asante kwa mwanzo wa ambao tumeanza. Endeleze somo hili katika jina la Yesu, likae kwenye mioyo yetu. Achilia maarifa kwa mwalimu zaidi, ili Mungu umbebeshe kile ambacho umekikusudia cha kutufundisha watu wengi. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa namna ambavyo tumepokea kwa leo. Tunaondoka na kwenda kwenye ratiba zingine. Bwana Yesu, naomba tutakulie katika jina la Yesu. Bwana akubariki na akulinde. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na